Yes, hatimaye tena tukiwa zima wa afya. Ikiwa ndani ya mwaka 2025 tarehe ya 27, tumepata bahati nyingine tena kuangalia msimu wa 3 wa Squid Game. Hii inapigwa kutoka DC Production na peta kitengo pale. Huyu ni baba ni Tefal DJ. Ukihitaji kupata picha hii katika mwongozo ambao mpangilio wa kisai zaidi, unaweza kutucheck kwa namba za simu za 0686414059. Hapo mambo yatazidi kwa bam. Tuko na Squid Game katika msimu wa 3 tu, na ni katika episode ya kwanza recap. Basi tuende taratibu kuendelea kuenjoy unyama ambao kikweli tulikuwa tumeumisi sana, au sio? Hii ni Tefal DJ. Basi tupate kama mwongozo ambao katakusaidia kujua nini ambacho kinajiri katika msimu wa 3, na ndio tutakuwa final kabisa ya tamthilia ya Squid Game, yani season ya 3. Twende kwanza mwanzo tupate mwongozo kidogo. Basi tunaangalia pale ambapo tulishia katika episode ya mwisho msimu wa 2. Baada ya kufanyiwa mauaji na ushambuliaji ambao ulikuwa unaongozwa na Gyun, kitengo maalum cha kukabiliana na wale watu ambao waleta utofauti kiliweza kuwadhibiti wakali kina Gyun, na frontman kwa sasa alikuwa tayari ameshatoka. Basi washangaa baadaye iliweza kuletwa mkali akieleweke ametoka wapi. Lakini pia upande wa pili katika kitengo ambacho kilikuwa kinafanya kazi ya kumtafuta Gyun, bado kilikuwa kijapata mwanga ya juu ya wapi unaweza kumpata mtule, kwa sababu anazunguka kwenye bali pasipo mafanikio yoyote ya kuweza kutomba kitu ambacho anakitafuta kipo katika maeneo gani. Lakini sasa muda unazidi kwenda mpaka imefikia sehemu wala una haja ya kuweza kuendelea na hili swala, kwa sababu mambo yameshabadilika zaidi. Basi acha nikulete rasmi katika episode ya kwanza tu, baada ya kukumbusha machache ambayo tuliyapitia katika msimu uliopita. Wawasa basi kiasi cha fedha ambacho kilikuwa kimepatikana kwa wakati huu ilikuwa ni bilioni 36.9. Kila mtu alikuwa anatakiwa apate kiasi fulani cha fedha ambacho kingeweza kumkongoja. Lakini sasa ilikuwa kuna option ambayo ingeweza kuwapa mwanga watu hao kujua nini ambacho wanahitaji kufanya. Episode ya kwanza nafikiri tuanzie hapa. Wasa kuna taarifa ambazo zilitolewa. Lakini sasa hebu tuende pale ambapo tulishia ili kupata muunganiko sahihi. Basi player namba 145 pamoja na wale 246 walikuwa ni watu wa mwisho ambao walisalia. Baada ya kwanza kupigwa shaba na pili pia alishambuliwa. Lakini sasa mtu aliomba sana msamaha, akidai kwamba ana familia yake na mtoto ambaye anamtegemea. Hivyo baada ya kumshambulia mtu huyo ni kama alimuona ana ukamilifu wa kuweza kupoteza maisha. Lakini kuna mtu ambaye aliweka alama katika ile jeneza, hatujui sababu nini zaidi. Asema nisikia mengi sana ambayo anakuhusu wewe. Wewe anafahamika kwa jina la Noel, yule sniper ule. Basi katika chumba ambacho walikuwa wamekaa washiriki ambao walikuwa na utayari wa kuweza kushirikiana na mkali wa kufahamika kwa jina la Gyun katika harakati za kujikomboa, waweza kuletewa mwili wa mshikaji, lakini mshikaji kwa wakati huo alikuwa bado hajakata maisha. Lakini pia upande wa pili kwa kitengo maalum ambacho kinamtafuta mkali kikiongozwa na detective, wao ni watu ambao kwa sasa kama wameshakata tamaa tu. Lakini pia kuna mtu ambaye anasema ana kumbukumbu, pamoja na kwamba usiku alikuwa kama amewekewa vitu kwenye vinywaji. Anasema kuna mlio wa kitu aliweza kukisikia. Hii ilimpa mashaka sana detective pamoja na team leader kutoka kile kikosi cha mtaani. Basi tunarejea upande wa pili kwa mtaalamu mkuu. Mama alifurahi sana kumwona kijana amerejea. Lakini sasa mkali alikuwa anashangaa sana juu ya mazingira haya. Anasema nini ambacho kimetokea na wote ambao wasalia nini. Anaambia habari ya Jungbae kwa sasa haipo tena. Hii mshtua sana mkali. Lakini pia kuna mnyabu mbure ambaye kwa rafiki yake na ule Thanos. Basi kama kawaida utaratibu uliendelea. Walitoa ripoti ya kiasi cha fedha ambacho kimesalia. Wanasema wangeweza kupata bilioni 36.9 kama wangeshare hapo, ambao ni sawa milioni 600 kwa kila mtu. Hii habari ilimkera sana mkali wa kufahamika kwa jina Gyun. Aisema kwa nini nakutengeneza nafasi ya kuniua mimi? Mtaalamu frontman akiwa ametulia tarabintibu kwa
Aliendelea kupata unywaji. Aliweza kupata simu kutoka kwa mtu ambaye alikuwa ni spy wake. Anasema wanang'ania kutafuta namna ya kuweza kufikia katika kisiwa, lakini kwa sasa wana utayari wa kuweza kuondoka na kuachana na hii biashara. Lakini Mwamba isema kisha unoa kila mtu, akiwa pamoja na detective ambaye ni mdogo wake kabisa wa damu. Basi kutangazo liendelea kutangazwa na watu walikuwa wanapewa mwongozo. Wanasema ndio hesabu 1 mpaka 3. Na baada ya hapo zitapigwa kura. Kwa wale ambao watakuwa na utayari wa kuendelea kucheza mchezo, wataweza kucheza, na wale ambao watakuwa tayari wataweza kuchagua njia yao zaidi. Lakini lazima tupate makundi mawili. Basi bibi alikuwa ndo mtu wa kwanza kuja katika eneo la kupiga kura. Watu wengi walikuwa na mashaka zaidi, lakini Mkali Giuni kwa saizi ni kama amefungwa tu. Lakini pia frontman aliweza kukutana na ule mtu ambaye anashikiliaga nafasi yake. Anasema VIP wataweza kufika muda mchache ambao unafuata. Kwa hiyo lazima kesho unaweka mambo sawa zaidi. Haijalishi tumepoteza vitu kiasi gani. Basi katika kitengo ambacho kinahusiana na uteketezaji wa mili. Hapa bibi alipata nafasi ya kuongea na Mkali. Na anasema ingekuwa ni vyema angepata nafasi ya kuweza kufika katika chumba cha operation. Lakini pia upande huo watu tayari walikuwa wamejigawa katika makundi mawili, na wakiwa kabisa wanaonyesha na muonekano wa kurudia tena katika mchezo. Basi watoa tamaa fedha ndio inayosumbua tu. Aliachima mtu ambaye alikuwa anapambania, walimuona ni kama mtu ambaye anapoteza muda tu. Baadhi ya watu waliweza kufika sehemu ambayo alikuwa amefungwa Mkali Giuni na kuanza kumkejeli kwa kile ambacho alikuwa anahitaji kukifanya, na akisema hakuna shujaa namna hiyo. Lakini pia yule mwanamama ambaye anajifanyaga shaman aweza kufika hapa. Anasema najua unasikia kelele za watu wengi sana ambao walikuwa na umuhimu katika maisha yako, zikiwa zinatetema ndani ya masikio yako. Lakini ilimkatisha sana Mkali kufahamika kwa jina Giuni. Sasa tunarejea katika kitengo ambacho kinahusiana na masuala ya operation. Inaona kumbe watu hao wana biashara nyingine tofauti na ile ambayo tunaijua. Kwa watu ambao wanakuwa wamekata moto, kuna namna wanafanya biashara. Basi Mkali baada ya kuomba sana aliweza kumleta bibi katika kitengo. Anasema ni miongoni mwetu, hivyo haina ubaya kutambua kile ambacho tunakifanya. Basi walihitaji kumwona bibi aweze kuonesha sura yake. Lakini binti aliweza kusikia maneno ambayo dai kwamba Mkali bado hajafa, na mtu huyo alikuwa anahitaji kumsaidia toka mwanzo. Aliweza kupambana na watu na hatimaye aliweza kuwashinda, na hapa alikuwa anahitaji kutetea maisha ya Mkali, mtaalamu wa zamani zaidi. Lakini pia aliweza kumzima hata yule mshikaji ambaye alikuwa naye katika session moja ya sniper. Hapa aligundua Mkali anaweza akarejesha. Anasema sitajali kama huyu mtu anaweza kupoteza maisha mbele yangu, na imani wewe utanipatia msaada. Lakini sasa upande wa pili kwa mshikaji wake na Thanos, yuko na kile kimsaraba ambacho kina vidonge maalum. Leo Mkali alionyesha binadamu kwa binti ambaye tayari alikuwa na ujauzito zaidi. Lakini pia watu walikuwa wanapita sehemu ambayo imefungwa mtaalamu, akiwa amefungwa na akiwa anashinda njaa tu. Basi binti alimwomba mtu aweze kumpatia msaada. Akasema lakini huyu ana uhaba wa damu, lazima ifanyike blood transfusion. Blood transfusion. Kama bibi atakuwa yuko tayari, basi kila kitu kitakaa sawa. Sasa unafikiri ni yapi ambayo tajiri katika sehemu safi inayofuata ya mzigo bomba sana hapa Squid Game. Lakini kumbuka kichuma kinapigwa kutoka DC Production, jumba la burudani pale vyuma ambavyo vinadondokeaga pale. Hatima Mkali Giuni itakuwaje, kwa sababu kwa sasa mchezo unaelekea kuanza na yeye ni mtu ambaye hajapatiwa chakula. Hata hivyo ni mtu ambaye anafanyiwa ubaguzi zaidi. Sasa nini ambacho kinajiri katika episode ya pili? Hakikisha unaungana nasi ili kuendelea kupata burudani tarabintibu kutoka DC Production. Asante sana kwa time yako. Chao.